Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale ina dhamana ya kusimamia sekta kuu mbili ambazo ni utalii na mambo ya kale. Sekta hizi hujumuisha kamisheni moja, mamlaka moja, idara 4 na ofisi kuu Pemba, ambazo ni Kamisheni ya Utalii Zanzibar, Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji wa Mji Mkongwe, Idara ya Utalii, Idara ya Makumbusho na Mambo ya Kale, Idara ya Uendeshaji na Utumishi, Idara ya Mipango, Sera na Utafiti, ofisi kuu Pemba. Hivi sasa wizara ipo katika mchakato wa ugatuzi wa Chuo cha Maendeleo ya Utalii na kukirudisha chini ya muundo wa wizara. Tayari tumeshapata mwenyekiti wa baraza la chuo na kaimu mkuu wa chuo. Wizara ipo katika hatua za mwisho za kupata ithibati au accreditation ya mtaala wa NACTVET wa Tanzania, na vile vile katika kutafuta mwekezaji atakayeshirikiana nasi katika kutoa mafunzo ya kisasa na elimu inayotambulika ulimwenguni na yenye tija ya ajira za ndani na nje ya nchi. Pia wizara ina kikosi cha kidiplomasia ya utalii ambacho kimeanzishwa chini ya tamko la kisheria la serikali kwa ajili ya kuimarisha usalama wa watalii wanaokuja hapa Zanzibar. Kwa sasa kikosi hiki kinaratibiwa na Kamisheni ya Utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, programu kuu za Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale inatekeleza malengo na majukumu kwa kufuata mfumo maalum wa bajeti, yaani program based budget au PBB, ambapo wizara inasimamia programu kuu 5 na programu ndogo 4. Programu kuu za wizara ni kama ifuatavyo: programu ya kusimamia maendeleo ya utalii, programu ya maendeleo ya makumbusho, mambo ya kale na hifadhi wa Mji Mkongwe, programu ya utangazaji na uhamasishaji utalii, programu ya kuratibu na kusimamia maendeleo ya utalii, programu ya utawala na uendeshaji wa sekta ya utalii na mambo ya kale. Programu ndogo za wizara ni kama ifuatavyo: uendelezaji wa makumbusho, uhifadhi wa Mji Mkongwe na mambo ya kale, kuratibu na kusimamia mipango kuu ya wizara, utawala na uendeshaji katika sekta za utalii na mambo ya kale, kuratibu na kusimamia utawala, uendeshaji na mipango ya ofisi kuu iliyopo Pemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, majukumu ya misingi ya wizara. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale pamoja na mambo mengine pia inatekeleza majukumu yafuatayo: kuitangaza Zanzibar kiutalii ndani na nje ya nchi, kukuza pato la nchi kupitia sekta ya utalii, kuwashawishi wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kuanzisha miradi ya utalii itakayotoa tija kwa wananchi, kuyalinda, kuyahifadhi na kuyatangaza maeneo ya kihistoria yaliyopo nchini, kuvitunza vitu na mabaki ya kihistoria yaliyopo nchini ili kuweka kumbukumbu kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho, lakini pia kuhifadhi na kuuendeleza Mji Mkongwe wa Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu sera, sheria, mipango na mikakati, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale imetayarisha sera ya taifa ya urithi na mambo ya kale ambayo ilikwisha kamilika na inasimamiwa na Idara ya Makumbusho na Mambo ya Kale. Sera ya utalii ya mwaka 2017 kwa sasa inafanyiwa mapitio na iko katika hatua za majadiliano kuelekea Secretariat ya Baraza la Mapinduzi kabla ya kufikishwa katika kikao cha makatibu wakuu. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, Mheshimiwa Mwenyekiti, inatekeleza sheria namba 11 ya mwaka 2002 ya hifadhi ya mambo ya kale ambayo inasimamiwa na Idara ya Makumbusho na Mambo ya Kale. Sheria ya Utalii namba 6 ya mwaka 2009 na marekebisho yake namba 7 ya mwaka 2017 ambayo inasimamiwa na Kamisheni ya Utalii na sasa inatungwa upya au inapitiwa upya, ambapo ipo katika hatua ya kusubiri kupatiwa maoni ya wadau. Lakini pia kuna hati ya tangazo la kisheria ya mwaka 2024 ya kuanzishwa kwa kikosi cha polisi utalii, yani kikosi cha kidiplomasia ya utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango mkakati pamoja na sera na sheria ambazo zipo chini ya wizara inaendelea na utekelezaji na kukamilisha mipango mikakati ya kukuza sekta ya utalii kama ifuatavyo. Wizara inatumia mpango mkakati wa mwaka 2023-2027 ambao unasimamiwa na Idara ya Mipango, Sera na Utafiti. Wizara inaendelea na zoezi la kukamilisha mpango mkuu wa maendeleo ya kiutalii wa kisiwa cha Pemba, yaani Pemba Tourism Master Plan, ili kukifungua kiutalii kisiwa cha Pemba.
Lakini pia wizara inaandaa mpango wa mageuzi katika sekta ya utalii utakaoleta maendeleo makubwa ya kukuza sekta ya utalii nchini, yaani Tourism Transformation Master Plan. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa miradi. Wizara inaendelea kuimarisha maeneo ya kihistoria kwa Unguja na Pemba, na kwa sasa wizara inasimamia mradi wa kuimarisha eneo la kihistoria la Ras Mkumbuu ambao unatekelezwa na kampuni ya Yasin & Sons, na tunatarajia kukabidhiwa mradi huu kabla ya mwezi wa Machi mwaka huu. Mradi huu umegharimu shilingi bilioni 2,400,316,675 na mradi wa kuimarisha eneo la kihistoria la Mwangapwani Unguja ambao unatekelezwa na kampuni ya Al Hilal Company. Mradi huu umegharimu shilingi bilioni 2.2 na umefikia asilimia 90 ya utekelezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa ukarabati wa nyumba hatarishi za Mji Mkongwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jitihada za kutatua changamoto za majengo hatarishi yaliyopo ndani ya eneo la Mji Mkongwe, wizara imekamilisha kwa ukarabati wa majengo mawili kati ya majengo 10 ambayo yalitengewa bajeti ya shilingi bilioni 9. Miongoni mwa majengo yaliyofanyiwa ukarabati huo ni jengo namba 2312 au jengo la Culture House Vuga, jengo namba 1196 mkwaju 97 lililopo Malindi, jengo namba 1065 lililopo Malindi Funguni, na jengo namba F06A lililopo Forodhani. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa ukarabati wa jengo la Beit El Ajaib. Serikali ya Oman inaendelea kulifanyia matengenezo makubwa yanayogharimu dola za Kimarekani milioni 21 jengo la kihistoria la Beit El Ajaib, na iliingia mkataba wa miaka 3 na kampuni ya mkandarasi ya Nandhra Engineering Construction Limited kuanzia Agosti 2023 na watarajiwa kukamilika Agosti 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika juhudi za kuendeleza, kuhifadhi na kulinda maeneo ya kihistoria pamoja na kuhakikisha yanatumika kamilifu kuleta tija ikiwemo kuongeza mapato kwa serikali yetu, wizara imeingia katika makubaliano ya ubia na sekta binafsi au public private partnership na kampuni ya Infinity Development. Kupitia ushirikiano huo, kampuni hiyo inatekeleza miradi 8 muhimu ya urithi wa kihistoria ikiwemo jengo la Ngome Kongwe, jengo la Mahakama Kuu ya zamani, kasri la Mtoni, bustani iliyopo nyuma ya Africa House, bustani ya Tenga iliyopo mbele ya hospitali ya Mnazi Mmoja, nyumba ambayo maarufu inaitwa Caravanserai ya Kiponda, pamoja na mahamamu 4 yaliyopo Forodhani, Kidichi, Hamamni na Gezibani. Mwenyekiti, naomba nirejee, nimefanya makosa. Kasri la Maruhubi sio Mtoni. Kasri la Maruhubi. Kasri la Mtoni lipo chini ya programu ya ukarabati inayosimamiwa na serikali ya Oman. Mafanikio ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, sekta ya utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na jitihada zinazofanywa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuitangaza Zanzibar kiutalii ndani na nje ya nchi, kumekuwa na ongezeko kubwa la idadi ya watalii wanaoingia nchini kutoka watalii 737,775 mwaka 2024 kwa mwaka hadi kufikia watalii 9,017,167 mwaka kufikia mwisho wa mwaka jana kwa mwaka, sawa na ongezeko la 12%. Pia idadi ya siku za ukaazi kwa mtalii zimeongezeka hadi siku 8 kwa mwaka 2025 kwa kila mtalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuongezeka kwa idadi ya hoteli za daraja la juu. Kumekuwa na ongezeko la idadi ya hoteli za daraja la juu, yaani nyota 4 na 5, kutoka hoteli 79 mwaka 2024 hadi hoteli 92 mwaka 2025, ambayo sawa na ongezeko la 16%. Aidha, kwa upande wa vyumba vya daraja la juu, idadi ya vyumba ni 6,261 mwaka 2024 hadi vyumba 7,364 mwaka 2025, sawa na ongezeko la 15%. Mheshimiwa Mwenyekiti, Zanzibar imekuwa ikipokea safari za moja kwa moja zinazoongezeka kutoka mataifa tofauti duniani. Ujio huu wa ndege za moja kwa moja zimesababishwa na kufunguliwa na kuimarishwa kwa jengo jipya la abiria la Terminal 3 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume, pamoja na kushiriki katika maonyesho, matamasha na makongamano ya kikanda na kimataifa ya kuitangaza Zanzibar pamoja na vituo vya utalii vilivyokuwemo ndani. Miongoni mwa mashirika ya ndege ya karibuni yaliyoanza kuja Zanzibar moja kwa moja ni shirika la ndege la Royal Dutch Airlines KLM, Edelweiss Airways, Air France, Etihad, Highfly, Air Rwanda na Global Airways.
Mashirika haya yameweza kuunganisha Zanzibar na nchi nyingi za Ulaya kwa kiasi kikubwa zaidi na baadhi ya nchi za Afrika na kufanya uingiaji wa wageni kutoka nchi hizo uwe rahisi zaidi, hasa ukizingatia Zanzibar ni fikio la mbali na wageni wengi wamekuwa hawafurahii safari za kuunganisha.